Ya, mchezo ulikuwa mzuri na pia kwa upande wetu mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu tuko tunashindana na wachezaji wakubwa na timu kubwa, so always ukipambana na timu kubwa kwa mchezo lazima utakuwa mgumu. Yeah, mpira ni mchezo wa makosa. Then unapocheza na timu kubwa, unapofanya mistake, timu kubwa always lazima watakuadhibu. Kwa hiyo sisi mistake zetu ndio timu kubwa walizozitimia na kutuadhibu. Makosa yalikuwa upande gani hasa ambapo mmeambiwa sasa nataka kuwafanyia kazi kuelekea mchezo wao? Naamini hiyo kazi sasa sio kwangu kwa sababu mwalimu kaona, naamini mwalimu tutaporudi mazoezini kwa mwalimu ndo atatuambia makosa yetu uko wapi, kuna kitu cha kurekebisha na kuna kitu cha kufanya. Kipindi cha kwanza mlionekana mkicheza kwa kujituma zaidi, lakini ikaonekana kama leo kwa drop. Pengine mwalimu alizungumza nini na nini kwenye wakati wa half time? No, kikubwa ilikuwa discipline. So unapocheza na timu kubwa kidogo lazima uwe na discipline. Sisi kwa tulioheshimu Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo hatukudrop ila but walituzidi tu maarifa. Unajua unapocheza na timu kubwa kidogo kuna wachezaji wakubwa, kwa hiyo hata maarifa yao kidogo ni makubwa. Kwa hiyo unapofanya mistake kidogo tu ndio hizo ambazo tunasema. Ni mwanzoni mwa msimu kabisa. Pengine mmejipangaje kwa upande wenu mashabiki wa wachezaji wa msimu? Ya kwanza ni malengo ya timu. Kama alivyotangulia kusema mwalimu, malengo ya timu ni kufika top 4. Malengo ya timu yakitimia ndio tutaangalia lengo la mmoja mchezaji kwa tumefikia wapi kwa mmoja. Cha kwanza kabisa ni lengo la timu kuwa top 4. Ya, kwanza msimu ndo kwanza umeanza, kwa hiyo si game yasema labda leo ndo tukate tamaa, hapana. Hii ndo kwanza mechi ya 3, kwa hiyo bado kwa tuna safari ndefu sana. Kwa kikubwa tu mashabiki waendelee kutusupport na sisi kama wachezaji hatutoangusha. Pole na mchezo, siku nyingine tena mchezo mgumu, umekutana na mmepoteza kwa magoli 3. Kwamba tujalie mchezo ulikuwaje? Kwanza nashukuru Mungu, ilikuwa mchezo ngumu, tumecheza na timu kubwa. Tulikuwa maandalizi ilikuwa vizuri, lakini bahati mbaya tumepata bao la kwanza kwenye mpira wa kona dakika za mwisho kipindi cha kwanza. Nadhani ndio imesababisha mchezo, lakini ligi ni marathon, tutaendelea. Leo umeonekana kwamba mmeshikwa sehemu nyingi sana na Simba. Tuambie ugumu ulikuwa wapi sana kwa kikosi cha Simba? Mimi kama mchezaji, sisi tulikuwa tunaangalia maelekezo ya kocha. Sijaangalia sana wapi ugumu, lakini ninachojua tulicheza na timu kubwa na tumefungwa. Kama nilivyotoka kusema, ligi ni marathon, tutajiandaa na mchezo unaokuja. Mpinzani wenu leo alikuwa ameanza na namba kubwa ya wachezaji ambao sio mara nyingi wanaonekana kwenye kikosi chao. Je, labda mbinu za kocha zilikuwa zinaangalia zaidi wale waliokuwepo siku zote? Hapana, mimi nadhani kila mchezaji ambao akisajiliwa na Simba maana yake amestahili. Huwezi kufika klabu kama Simba, Yanga, Azam kama una uwezo. So sisi tumejiandaa kucheza na Simba, sio kucheza na wachezaji. Wamecheza, wamepata matokeo ambao wanastahili. Sisi tutaendelea na maandalizi ya michezo inayokuja. Umekuwepo Yanga na Simba walikuwa wapinzani wenu toka zamani, kwamba walikuwa ni wapinzani wenu wa jadi, tuseme watani. Na upinzani ule ambao uliona ukiwa Yanga na saizi ukiwa na Mungo, unaona ni upinzani sawa? Sijaelewa. Yaani upinzani ambao Simba walionyesha wewe ukiwa unachezea Yanga ni sana ule upinzani ambao Simba wanaonyesha ukiwa na Mungo? Mimi nadhani kuna utofauti kwanza ya timu, hata utofauti ya maandalizi. Ukiwa Yanga hawezi kujiandaa kama uko na Mungo, kina utofauti. Sisi tumekubali matokeo na tutaendelea na mazoezi. Tutaangalia mbele, hiyo ya leo imepita, tutaangalia mechi inayofuata. Asante. Mchezo umeisha, labda utuambie ni mchezaji gani ambao umeona kwamba alikuwa mwiba sana leo kwenye kikosi chenu, kwamba huyu ndiye amewatesa zaidi? Hapana, wote walikuwa wazuri.